Mahakama ya Hakimu Mkazi Kivukoni, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, imemhukumu mfanyabiashara Frank Kagale kifungo cha miaka 20 jela baada ya kumtia hatiani kwa makosa matatu katika kesi ya uhujumu uchumi iliyokuwa ikimkabili pamoja na wenzake watatu. Katika kesi hiyo, mafundi wa mashine za kielektroniki Awadhi Mhavile mwenye umri wa miaka 28, Ali Msesia mwenye umri wa miaka 30 maarufu Ali Yanga, na msimamizi wa gereji Salman Dauka mwenye umri wa miaka 26 wameachiwa huru baada ya mahakama kushindwa kuwatia hatiani kwa makosa waliokuwa wakikabili. Hukumu hiyo ilitolewa jana na hakimu mkazi mfawidhi Ishaq Kupa baada ya kupitia ushahidi uliotolewa na pande zote mbili katika shauri hilo. Hakimu Kupa alisema Kagale ametiwa hatiani kwa makosa matatu, ikiwamo la kuisababishia mamlaka ya mapato Tanzania TRA hasara ya kukwepa kulipa kodi na kudanganya mfumo wa kielektroniki. Alisema kwa kosa la kusababisha hasara, sheria inaelekeza adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 20 na kisichozidi miaka 30, huku kosa la kukwepa kulipa kodi likiwa na adhabu ya kulipa mara 2 ya kiasi cha kodi alichodaiwa au kifungo cha miaka 3. Kuhusu kosa la kusababisha hasara, mahakama inakutia hatiani na inakuhukumu kutumikia kifungo cha miaka 20. Kwa kosa la kukwepa kulipa kodi, adhabu yake ni kulipa mara 2 ya kiasi kinachodaiwa au kutumikia kifungo cha miaka 3, alisema. Hakimu huyo alisema kutokana na makosa hayo kuhusiana kwa karibu, adhabu hizo zitatumikia kwa pamoja, hivyo Kagale atatumikia kifungo cha miaka 20 jela. Kabla ya kutolewa kwa hukumu hiyo, wakili wa serikali Dickson Swai aliiomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kutokana na ukubwa wa hasara iliyosababishwa na serikali. Swai alisema serikali imepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 900, fedha ambazo zilipaswa kutumika katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo kupitia ukusanyaji wa mapato ya ndani. Mheshimiwa, nchi imepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 900. Fedha hii imeleta pigo kwa uchumi wa taifa kwa sababu serikali inategemea ukusanyaji wa kodi ambao fedha hizo zilipaswa kuingia katika miradi mbalimbali nchini, alidai. Alisema kosa hilo lina athari kwa uchumi wa nchi, hasa kutokana na umuhimu wa TRA katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Swai aliiomba mahakama kutoa adhabu kali ili iwe fundisho kwa Kagale na jamii kwa ujumla, akisisitiza kuwa kutokuwa na historia ya makosa ya kijinai hakumaanishi mshtakiwa asipewe adhabu inayostahili kutokana na uzito wa makosa aliyotiwa hatiani. Kwa upande wake, wakili utetezi Nora aliiomba mahakama kumpunguzia Kagale adhabu kwa kuwa ni mkosaji wa mara ya kwanza, kijana na tegemezi la familia. Alisema Kagale ana familia inayomtegemea na kwamba mahakama izingatie mazingira yake wakati wa kutoa adhabu. Naye Kagale aliiomba mahakama impunguzie adhabu, akisema hajawahi kufanya kosa la jinai, analijutia kosa hilo na ana familia inayomtegemea, akiwamo wazazi wake wazee, mke na watoto wadogo. Pia aliiomba mahakama izingatie hali yake ya kiafya, akieleza kuwa anasumbuliwa na pumu na kwamba awali aliwasilisha cheti cha matibabu mahakamani. Kagale pia aliiomba mahakama izingatie muda aliyokaa mahabusu, akisema amekuwa mahabusu kwa takriban miaka 3. Hata hivyo, hakimu Kupa alisema mahakama imezingatia uzito wa makosa, mazingira ya tukio pamoja na hoja zilizowasilishwa na pande zote kabla ya kutoa adhabu hiyo, huku akisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria. Awali, upande wa mashtaka ulidai kuwa kati ya Mei 17 na Julai mwaka juzi, washtakiwa walitumia mashine za kielektroniki za kutolea risiti EFD zilizozuiwa kutoa risiti zisizo halali na kuisababishia TRA hasara. Katika shtaka jingine, ilidaiwa kuwa kati ya Mei na Julai mwaka jana, washtakiwa walitumia mashine hizo kumdanganya kamishna wa kodi na kuwawezesha baadhi ya walipa kodi kunufaika kwa njia isiyo halali, jambo lililosababisha TRA kupata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 900. Shauri hilo liliendeshwa na mawakili wa serikali John Mwakifuna na Dickson Swai, huku TRA ikiwasilishwa na mawakili Auni Chalamula na Medalakini Emmanuel. Baada ya hukumu, wakili Chilamula aliwataka wananchi kuzingatia sheria za kodi, akiwataka wafanyabiashara kutoa risiti halali na wananchi kuchukua risiti halali wanapofanya manunuzi. Alisema hatua hiyo ni muhimu katika kuhakikisha mapato ya ndani yanaendelea kukusanywa kwa ajili ya kuendesha shughuli za serikali na kujenga taifa linalojitegemea. Mimi ni Ino TZA. Kwa majina naitwa Auni Chilamula, ni wakili wa serikali. Leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kinondoni kulikuwa kuna shauri moja la uhujumu uchumi
la Jamhuri dhidi ya Frank Henry Charles Kagare. Kesi hii ilikuja kwa ajili ya uamuzi na uamuzi umefanikiwa kutoka leo. Kwa upande wa Jamhuri tulikuwa tunawakilishwa na wakili Auni Chilamula, Medarakini Emmanuel, Dickson Swai pamoja na John Mwakifuna. Baada ya kutoa uamuzi, mahakama imemkuta hatiani mshtakiwa Frank Henry Charles Kagare kwa makosa manne. Kosa la kutoa risiti zenye taarifa za uongo za EFD. Kosa la pili la kusababisha hasara kwa mamlaka au kwa serikali ya zaidi ya shilingi milioni 971,977,000 na pointi. Kosa jingine ni kupotosha mfumo wa mamlaka ya mapato Tanzania, na kosa la mwisho ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu. Kwenye hukumu hiyo, mahakama imemkuta hatiani na kutoa amri mshtakiwa huyo kwenda gerezani kwa kifungo cha miaka 20 kwa kosa la kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni 971, ila pia kwa makosa mengine ikiwemo hilo la kutoa risiti zenye taarifa ya uongo na kukwepa kodi, iliamuru kwenda gerezani kwa kifungo cha miaka 3. Nipende kuwakumbusha wananchi kufuata sheria, ikiwemo kutoa risiti zenye taarifa sahihi, kwa maana kutouza risiti, na pia kutumia risiti zenye taarifa sahihi, ina maana kutonunua risiti za EFD. Itolewe risiti halali pale inapofanyika mauzo na ichukuliwe risiti halali pale inapofanyika manunuzi ya bidhaa husika.